Mwanafunzi wa kidato cha pili shule ya sekondari Ludewa, wilaya Kilosa mkoani Morogoro, Athumani Salum mwenye umri wa miaka 16 amefariki dunia kwa kuuawa na mamba eneo la Banio katika mto Wami katika kijiji cha Ludewa, wilaya Kilosa, wakati akiweka nyavu za kuvulia samaki kwenye mto huo. Mkuu wa wilaya Kilosa Shaka Hamdu Shaka amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, akieleza jitihada zilizofanyika kupata mwili wa mwanafunzi huyo, ambapo kwa siku 2 mfululizo ni kichwa pekee kilichopatikana, huku akihimiza wananchi waishio maeneo yaliyopitiwa na mito kuchukua tahadhari zaidi, hasa kipindi cha mvua zinazoendelea kunyesha. Kwa upande wake, afisa habari mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA Beatrice Maganja, mbali na kuzungumzia elimu inayotolewa kwa wananchi, ameeleza mipango ya muda mrefu na mfupi ya mamlaka hiyo ya kudhibiti matukio hayo. Kubwa kuwapa pole kufuatia tukio hili la kuhuzunisha na la kusikitisha kabisa la kumpoteza kijana wetu Athumani Salumu ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 16. Kwa Jumatatu tarehe 27 tulipokea taarifa za kwamba inasadikika kwamba amekamatwa na mamba wakati akiwa katika jitihada za kuweka mitego ya samaki katika mto huu Wami kule katika eneo la Banio. Kutoka tulipopata taarifa hizi, serikali ya wilaya lakini serikali ya mkoa tulichukua jitihada za makusudi kuhakikisha kwamba tunamtafuta kwa haraka na ikiwezekana kunusuru maisha yake, lakini vile vile kuona namna ambavyo pengine kwa haraka huo tungeweza kudhibiti kabla mamba hawa hawajafika mbali na ndugu yetu. Kwa siku 2 mfululizo jitihada za kumtafuta zimefanyika kama ambavyo mwenyekiti ametueleza, kwa kushirikiana na TAWA mkoa wa Morogoro. Wote walifunga kambi katika maeneo haya. Kwa siku 2 hizo hatukubahatika kupata mwili wa kijana wetu huyu. Leo asubuhi walitujulisha viongozi wa mamlaka ya wanyamapori kimeonekana kichwa cha kijana Athumani Salum. Kwa hiyo hatua ya kwanza ilikuwa ni kustiri hicho ambacho kimepatikana kwa maana ya kichwa, lakini maelezo yanaeleza kwamba sehemu ya kiwiliwili hicho kwa maana ya paja imeonekana kwamba viumbe hao wameondoka navyo. Ni tukio ambalo linasikitisha na ni tukio la huzuni. Tunafahamu ziko nyakati ambazo si nyakati zote ambao kunakuwa na mamba, lakini kipindi cha mvua kubwa lazima tukubali kwamba wanyama hawa huwa wanahama kutoka eneo moja kutembea kwenda maeneo mengine. Kwa hiyo hata ndugu zetu ambao wanafanya shughuli hizi za kutafuta pengine samaki na nini, ni kipindi ambacho kinatakiwa kuwa na tahadhari kubwa. Na mtakumbuka wiki kama 2 zilizopita nilifanya ziara hapa Ludewa wakati nikitembelea waathirika wa mafuriko. Moja ya jambo ambalo nilisisitiza sana ni tahadhari kuchukuliwa juu ya usalama wa watoto wetu, lakini na jamii kwa ujumla. Kwa niaba ya kamishna wa uhifadhi wa TAWA, kwa kweli TAWA imesikitishwa sana na tukio hilo la mwananchi kuuawa na mnyamapori aina ya mamba. TAWA imepeleka timu ya askari zaidi ya 5 wa jeshi la uhifadhi ambao wanashirikiana na hawa askari wa vijiji, tunasema ni VGS, na kwa kushirikiana pia na afisa wa wanyamapori wa wilaya, wako katika eneo hilo la tukio, wako uwandani kuhakikisha kwamba kwanza wanatoa elimu kwa wananchi wanaozunguka katika eneo hilo. Pamoja na elimu, inafanya doria mchana na usiku kuhakikisha hakuna hatari nyingine yoyote inayoweza kujitokeza katika kipindi hichi. Na mikakati ya muda mfupi na mrefu ambayo imewekwa na TAWA, niseme serikali imejipanga kikamilifu. Kwanza tunaishukuru serikali ya wilaya, imetupatia maeneo mahususi kwa ajili ya ujenzi wa kituo maalum cha askari, kwamba sasa huduma itasogezwa kwa wananchi. Askari watakuwepo katika maeneo hayo. Katika wilaya ya Kilosa watakuwepo katika maeneo ambayo ni hatarishi zaidi. Kwa hiyo kuna kituo kimoja kitajengwa cha askari katika maeneo hayo ili kuhakikisha kwamba askari wanakuwepo muda wote kufanya doria na kuhakikisha wanatoa elimu kila wakati. Lakini jambo lingine, serikali imejipanga kujenga vizimba 2
Kwa hiyo vizimba viwili vitajengwa hivi karibuni ili kuhakikisha wananchi wa Kilosa wanaisahau. Amini, kama sio kupunguza kabisa changamoto hii, basi ni kuimaliza kabisa. Kwa hiyo tunaendelea kutoa rai kwa wananchi. Kwanza ni kuhakikisha ile elimu ambayo tumekuwa tunawapa kila wakati kuifanyia kazi.